wanatufuatilia sana, wanatusimamia sana, na wakati wanakuwaga wakali, lakini siku zote tunajua wanafanya kazi kwa nia nzuri sana. Na kwa kweli kama kuna sehemu tunafanya vizuri, Maua ni pamoja na kamati inayotusimamia bungeni. Nakushukuru sana Mheshimiwa Husna Sekiboko pamoja na Mheshimiwa Kasim Amar ambaye ni mbunge wa hapa Tanga. Mheshimiwa Kasim naye ni mjumbe wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo. Kwa hiyo mwenyekiti wa kamati anatoka Tanga, mjumbe active anatoka Tanga, wote Mheshimiwa Waziri Mkuu ni wataalamu wa masuala mengi. Na kwa kweli juzi tumeenda kutembelea VETA. Kimsikia akiongea unashangaa, hivi mbona anafahamu vitu vingi hivi Mheshimiwa Ahmad. Tulipokuwa tunatembelea mabanda hapa kadhalika. Alivyoenda Muhas pale yeye mwenyewe ndo anatoa maelezo. Kwa kweli Tanga mjini Mheshimiwa Waziri Mkuu imechagua mbunge barabara. Hongereni sana wanatanga. Na sisi tunajua hata wanapokuwa wakali kama kamati, hakuna siku tumehisi wanafanya hivyo kwa sababu ambayo sio sahihi. Wanatufuatilia vizuri kwa karibu sana, na ndio maana tunajitahidi na sisi kwa kadri ya uwezo wetu kufanya kazi tuliopewa na rais wetu na usimamizi wako Mheshimiwa Waziri Mkuu vizuri, ili tusiliangushe bunge, kwa sababu kamati ya bunge inatusimamia sana, na tusiwaangushe wananchi wa Tanzania, na tusije tukamwangusha rais wetu aliyotupa nafasi hii. Kwa kweli napenda sana kumshukuru Mheshimiwa Kasim kwa kazi nzuri, na nakutakia kila laheri katika kazi zako za ubunge na uwakilishi wa hapa. Mheshimiwa Rashid Mchata, rasi wa hapa Tanga, Profesa Caroline Nombo, katibu wetu mkuu na msimamizi wa utendaji ndani ya wizara kwa shughuli hizi na shughuli nyingine zote, pamoja na manaibu wake wote na manaibu katibu wakuu wote kutoka Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mlioungana na sisi kwa siku ya leo, waheshimiwa wakuu wote wa wilaya, viongozi wa halmashauri mliokuja hapa, wageni wote mlioko hapa, nisirefushe sana itifaki, mabibi na mabwana na wanatanga wote. Tanga woye! Tanga woye! Dr. Samia oye! Mheshimiwa Waziri wetu mkuu, kwanza mimi naanza na shukrani, kukushukuru sana kwa kukubali kutenga muda wako kuja hapa siku ya kilele cha maonyesho haya ya wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu. Kuja kwako kunatutia hamasa kubwa sana. Kuja kwako kunatoa fursa wewe kama unayemsaidia Mheshimiwa Rais kusimamia shughuli za uratibu na utendaji wa serikali. Kunatoa fursa wewe kuona jinsi ambavyo wizara hii inavyotekeleza maelekezo ya rais wetu, kuona kwa macho katika uwanja mmoja tu. Isingekuwa tunajua una haraka na ratiba yako ilivyobana, tuna uhakika ungetembelea mabanda yote na ungeuza ukaona yale aliyowekeza rais wetu tunayafanya kwa kiasi gani. Ujio wako Mheshimiwa Waziri Mkuu unasaidia kutangaza kazi za serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwa sababu naona vyombo vimekuwa vikirusha tangu asubuhi, vinaonyesha. Umeona mwenyewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, agizo la rais wetu kwanza lilitoa kama ahadi wakati anaanzisha kampeni za uchaguzi mkuu, kwamba atahakikisha kunakuwa na mpango wa kisayansi wa kuendeleza kusoma, kuandika na kuhesabu kwa wanafunzi wafikapo darasa la 3. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeona na umetumia muda mrefu zaidi katika lile banda la Tanga yetu. Ni utekelezaji wa maagizo ya rais wetu kwa kuangalia mbinu mbalimbali, kutafuta wadau mbalimbali katika hatua ambayo kama ulivyofurahisha ulivyoona pale, tutahakikisha kwamba tunaieneza nchi nzima, ili ahadi ya rais wetu wakati wa kampeni isiwe ni mpango tu ambao ulizinduliwa na aliuzindua mwenyewe, lakini uwe ni mpango ambao unatekelezwa. Itakafika 2030 tutakuwa tumekamilisha yale maelekezo yake. Kwa hiyo unapokuja hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu, unatusaidia kuwatangazia Watanzania, wanakuona na wanajua nini serikali inatekeleza. Umeona mwenyewe shule za amali, umeona ile shule ya Tanga Technical Secondary School, maelezo wanavyofungua injini ya gari na jinsi wanavyofanya kazi. Yale ni maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan.
kwamba elimu yetu isiende tu katika nadharia, tuende katika ujuzi na utekelezaji wake. Ndio huo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa hiyo kufika hapa unatusaidia na Watanzania wengi kufuatilia ziara yako na kuona kazi inayofanywa na serikali inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na sisi tunakushukuru sana kwa kufika hapa. Tunaomba usichoke, tutakuwa tunakuomba mara kwa mara kuja katika shughuli zetu. Mimi naomba tena nitoe shukrani za pekee kwa mkoa wa Tanga, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kazi kubwa na mapokezi mazuri sana na usimamizi wa karibu sana. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ulisifiwa sana na mbunge wetu, Mheshimiwa mwenyekiti wetu Sekiboko, na sisi tumeona mafanikio makubwa hapa ni wewe na timu ya Tanga yote. Siku zote mko hapa kutusimamia, kutuongoza ukiwa kama mwakilishi wa rais wetu hapa mkoani. Sisi tunakushukuru na kupitia kwako tunawashukuru wana Tanga. Mimi nahisi tutajadili maelekezo utapewa na waziri mkuu pengine hapa au baadaye, maombi aliyotoa Mheshimiwa Sekiboko, lakini ile kwamba Tanga huji leo ukaondoka leo, nahisi tu, lakini kwa sababu tutafanya tathmini, tutajua cha kufanya na tutaenda kuongea na waziri wetu mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nieleze kidogo historia ya maonyesho haya ya wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu. Haya yalikuwa ni maonyesho matatu tofauti, yanafanyika sehemu tofauti tofauti kwa nyakati tofauti tofauti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulikuwa na maonyesho ya vyuo vikuu, yanasimamiwa na kuratibiwa na TCU. Lengo lake ni kutoa fursa vile vile kwa wanafunzi kuja kuangalia fursa za masomo, kwenda bodi ya mikopo kama wanavyoona pale, kupewa taarifa, hatua za kufanya, na sisi kuonyesha jinsi ambavyo TCU inasimamia ubora wa elimu hapa nchini. Kwa mfano, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunapoenda hospitali kutibiwa, ukatibiwa vizuri na madaktari, ujue kuna TCU inasimamia utoaji wa elimu, ikiwa ni pamoja na elimu ya afya na tiba, kuhakikisha kwamba hatushuki kwenye viwango vya kimataifa. Wanakuwa ni wakali na madhubuti kuhakikisha kwamba madaktari wanaohitimu Tanzania kwa kweli wanahitimu kwa njia sahihi. Sisi kama watendaji wa wizara tunajua kwamba TCU maamuzi yake ya jinsi ya kusimamia vyuo vya afya yanafanywa na taasisi za afya nchini, sio Wizara ya Elimu. Taasisi za afya kutoka Wizara ya Afya, kutoka nchi nyingine jirani za Afrika Mashariki, wanakuja wanaangalia, kutuwekea vigezo na kusimamia standards. Kwa hiyo maonyesho haya yanasaidia vile vile kuonyesha jinsi ambavyo usimamizi wa ubora wa elimu ya juu, ikiwa ni pamoja na elimu ya tiba na elimu nyingine, unafanywa hapa nchini kuhakikisha kwamba tunatoa elimu iliyo bora. Na natoa mfano wa tiba kwa sababu daktari akikosea ndio kimoja tena unaondoka, sio mahali pa kubahatisha. Kwa hiyo wanapokuwa wakali kwenye kusimamia hilo, Watanzania naamini wataelewa vizuri, na sio kwamba TCU pana madaktari pale, wanaenda kwenye Tanganyika Medical School, wanaenda kwa mganga mkuu wa serikali na wataalamu wengine ndio wanawapa vigezo kwamba ufundishaji wa elimu ya afya unakwendaje. Wanabana sekta binafsi hata sekta ya umma. Hata chuo kimoja cha umma kilikuja kuniambia waambie TCU walegeze kidogo, nikawaambia ni vigumu mimi kufanya maamuzi kama hayo, tunahitaji tuwasikilize wataalamu wa afya wanasema vipi. Kwa hiyo maamuzi yetu yanaenda kwa utaalamu na weledi, na TCU inafanya kazi hiyo. Katika maonyesho walikuwa wanayafanya na wameshiriki hapa, kazi mojawapo ni kuonyesha tunavyosimamia. Ulikuwa na maonyesho ya vyuo vya ufundi, vyuo vya kati vinavyosimamiwa na NACTIVATE, vinavyotoa elimu. Na humu Mheshimiwa Waziri Mkuu, NACTIVATE inasimamia vyuo vyote vya umma na vile ambavyo sio vya umma, kuhakikisha kwamba tunafuata viwango vinavyotakiwa. Sasa hapa nitatoa mfano tofauti. Marubani, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umetembelea National Institute of Transportation, kule wanafundisha marubani. Haiwezekani kama chuo kinatoa elimu ya urubani waje kwangu kama waziri au katibu mkuu kusema hapa mmekuwa wakali sana, legeza kidogo. Kosa moja la rubani maana yake ni vifo kwa abiria wote. Katika hilo na lenyewe tunaenda kitaalamu na hatutalegeza, lakini tunaelekezwa na wataalamu. Kuna mashirika ya kimataifa yanayoeleza kwamba rubani ili akamilike lazima afanye nini, na sisi tunasimamia hiyo kupitia NACTIVATE. Kwa hiyo tunapoona mashindano ya ufundi hapa, tunapoona NACTIVATE ni pamoja na kusimamia ubora wa elimu yetu, ikiwa ni pamoja na ubora kama nilivyosema wa marubani. Kwa hiyo natumia mfano wa afya na marubani kwa sababu ni vitu ambavyo tukifanya kosa moja madhara yake ni makubwa sana,
Naweza nikafanya kosa mimi nikasema ngoja niwe na huruma, halafu kumbe huruma yenyewe ni maafa kwa watu wengine. Lakini maelekezo yote yanayofanywa na NACTIVATE, yanayofanywa na TCU yanatokana na zile professional bodies zilizoko hapa nchini, zimesajiliwa, ndio wanatoa maelekezo, sio Wizara ya Elimu. Wizara ya Elimu tunatekeleza, na Wizara ya Elimu hatuwezi kubadilisha, hatuwezi kukaa mezani tukasema hebu tulegeze tu vigezo ili watu wengi wao marubani bila kuhakikisha kwamba tunafikia viwango vya kimataifa. Kuna maonyesho vile vile yalikuwa yanaitwa MAKISATU, yako humu ndani, ambayo maonyesho hayo ni maonyesho ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Yanaanzia ngazi za wilaya. Tunakusanya wabunifu wote walioenda viwango vyovyote vya elimu, wanaonyesha ubunifu wao, wanashindanishwa. Wengine tumewaona hapa, na Mheshimiwa Waziri Mkuu tutakuomba leo utoe tuzo kwa wale waliofanya vizuri, kutoa fursa kwa kila Mtanzania anayedhani ana ubunifu anaotaka uonekane. Lakini COSTECH ambayo inasimamia kazi yake ni kama sisi kuliweka taifa letu katika mrengo wa kwenda kuvua, sio kula samaki tu. Kwa hiyo tunahitaji sana COSTECH iendelee kufanya kazi hiyo. Baada ya kufanya kazi hizi zote, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarehe 11 Mei 2021, Waziri Mkuu wetu wakati huo alitoa maelekezo tujaribu kuunganisha haya maonyesho yote matatu, tuyafanye kwa pamoja ili tuone tunakwendaje, badala ya kuwa na maonyesho matatu ambayo yana mrengo ambao hautofautiani sana, ingawaje ina majukumu kidogo tofauti. Tumetekeleza hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu, na tulifanya maonyesho kama haya hapa Tanga mwaka 2024, lakini mwaka jana tuliacha kwa sababu ya hekaheka za uchaguzi. Sasa tumerudi tena hapa, tutafanya tathmini Mheshimiwa Waziri Mkuu, jinsi tulivyounganisha hapa na mafanikio na nini tumekiona, tulete kwako kwa ajili ya maelekezo. Sisi tunaamini kwa kile ulichokiona Mheshimiwa Waziri Mkuu na ulichosikia, yako mambo mengi utatueleza, utatuelekeza leo na baada ya hapa, kwa sababu wewe ndio msaidizi wa Rais katika uendeshaji wa shughuli za kila siku za serikali. Tunakutegemea sana, na utakayohitaji tuyakuletee kwako kutoa maelezo, tuko tayari wakati wote kama kawaida. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nakushukuru sana tena kwa kuja hapa, na kwa heshima na taadhima na kuomba usimame uongee na sisi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana.